itakufundisha na hebu jaribu kushare linki na mtu mwingine. Family Today Talk Show. Nimefurahi tena kipindi chetu cha Family Today tupo hewani na ninakukaribisha sana siku ya leo. Siku ya leo tuna mada nzuri moto kabisa. Ninakukaribisha, share linki na mwingine. Na siku ya leo niko na mtumishi wa Mungu Pastor Leon, na tutaenda kuzungumzia kama kawaida yetu family and relationship. Tuna mambo mengi leo tutakayoyagusia, kwa hiyo ninakukaribisha sana. Family Today Talk Show. Kabla ya kupoteza muda, ni mkaribishe Pastor Leon atusalimie, na karibu sana kwenye kipindi chetu Pastor. Nawasalimia sana ni Leon kama nisima mchungaji amemwambia. Sasa pia nimefurahi kupata fursa kama hii tuweze kuongelea kuhusu about relationship na kwa maisha kawaida, na tunaamini Mungu atatuwezesha na atatusaidia ili tuweze kuongea kwa jumla. Asante sana, karibuni tena. Na siku ya leo tutaongelea mambo ambayo ni familia na mahusiano, family and relationship. Kuna vitu gani ambavyo vinafanya relationship zetu ziende mbele, na tunataka tuongelee kwa upana wake kwa relationship ambazo zipo tayari, labda marriage relationship, au wale ambao wanataka kuingia kwenye wako kwenye relationship wanataka kuingia kwenye marriage. Ni relationship kwa ujumla wake, relationship hata kwa watoto na wazazi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Pastor Leon. Kabla hatujaendelea mbele sana, labda tuanze na hii ya Waefeso mlango wa 5. Labda nitasoma hapa kidogo. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Labda tuanze tu kwanza hapo. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Kwa hiyo submission ni one another. Yaani hata mimi na mume wangu, mimi na mtoto, mimi na mfanyakazi mwenzangu, yani submission ni ili uweze kuendelea, ili uweze kumplease Mungu, ili hiyo relation iwe nzuri. Submission kwanza ni one another. Lakini nikiangalia hapa kwenye hili neno, Paulo alivyoandika kuwa hali mkinyenyekeana katika kichwa cha Kristo, alafu hapa chini ndio akaanza kusema kwenye enyi wake watini waume zenu. Enyi waume wapendeni. Unajua ni shida sana kumtii mume wako kama hujaweza kusubmit kwake. Yes. Na ni shida sana kumpenda mke wako kama hujawa submissive kwake pia. Kama hamjaweza kunyenyekeana. Yes. Yeah. Yaani ninachoona kama hamjaweza kunyenyekeana. Sijui unaonaje katika hilo. Kwa hiyo naona kuwa katika unyenyekevu, katika kunyenyekeana, yaani ni kile kitu, yaani ninafikiri kuwa mimi kama ninamnyenyekea mume wangu pale ambapo anapofanya kitu ambacho sijakipenda, lakini kwa vile niko submissive kwake, itakuwa rahisi kuchukulia kumchukulia. Itakuwa rahisi kuendelea kumpenda. Itakuwa ni rahisi kuendelea kumuombea. Mme kama huwezi ukampenda mke wako, kwa sababu mimi ninaangalia ile submission ni kuwa umekuja nataka ni ufanye labda kitu fulani ambacho uko supposed kufanya kama mme au kama mke, lakini hukufanya. Lakini kitu ambacho kitanifanya ile kitu Mungu alichoweka ndani mwangu cha submissive, kitanifanya mimi niendelee kukuona wewe ni mume wangu, niendelee kukuona nikuheshimu, niendelee kukupenda, niendelee kukuombea. Sijui unazungumzaje kwa ajili ya hili, tukianza hapa na hali mkinyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Yes. Unaona kwa sababu wanaanza pale wanasema submit yourself to one another. Unaona anaanza vile.
yani kusema sisi wote kwa jumla, ikiwa baba, ikiwa mama, ikiwa watoto, ikiwa kila, hata na kwa society, you know, society yenye ina submit to the leaders, and the leaders also submit themselves because they are servants of the people. Community hiyo huwa inaendelea vizuri na inafika hata kwa mambo makubwa. Yeah, so ni kusema ni kitu kiko interconnected, kwa Kiingereza wanasema kinaingiana. Yes. Unaelewa sasa. So the thing is, baba unasikia pale submit to one another. Ni kusema nyinyi wawili muweze kunyenyekeana, kunyenyekea. Why? Kwa sababu mnanyenyekea, na ni kunyenyekea ya upendo, sio ile ya kusema ni ile willfully. Unaona na ile ya kunyenyekea kwa sababu unajua Bwana hakuna ingine option. Hakuna option. Ndio ile walikuwa wakisema tu vumilia mama. Vumilia. Swahilini wanasema vumilia tu, ndio ni kuvumilia. Yeah, ni kuvumilia, lakini yule mama pale havumilii kwa sababu anapenda, anavumilia kwa sababu mmempush kuvumilia, ama society inampush kuvumilia. Yeah, lakini sio kwa upendo, sio kwa unyenyekevu, sio kwa nini. So watu kama hao, they can be even inafika either atakuwa dangerous, atakuwa rebel in the end, sababu hawezi kubaki unamkandamiza mwanadamu forever. Haiwezekani. Yeah, so kuna wakati tu anaweza kujirevolt, ama akafanya mambo mabaya, na ndio pale kwa upande mwingine tunasikia suicide na nini, kwa sababu hata kama alikuwa ana submit but she was not willingly. Unaelewa? She was not willing to submit. Sasa hii submission hapa ni ile submission iko motivated out of love. Unaona? Yes, kwa sababu ninampenda huyu mtu, niko tayari kumvumilia na kumsaidia, because tunakuja pamoja kwa sababu tuweze kusaidizana. Push each other. na kitu hapo umesema hapa, tunakuja pamoja ili tuweze kusaidiana. Yes. Na hasa wakati nimejua huyu ana weakness hii. Sasa ninamsaidiaje katika ile weakness alionayo? Na ndio maana kusema niweze kumsaidia ni sawa vile kama vile tunasema sasa pale sasa kwa mke. For instance, wakati unamwona mume hapa kabisa yuko weak, sio wewe kuja kwanza kumgonga kwa maneno na nini. Unaelewa? Ni ile submission ya respect. Unaelewa? When we say about, wakati wanasema submit to each other, ama muweze kunyenyekeana, ni kwa sababu ni kusema muweze kuheshimiana. So ni ile respect yenye kila mtu anahitaji, kwa sababu hata kama tunasema kama wazee ama waume wanahitaji respect, kitu chenye wanapenda sana ni respect. Lakini sisi wote tunapenda respect, ni ajili of course kwa kila mtu ni particular. Tako uniqueness. Kwa mwanamke anahitaji ile love. Japokuwa nimeharakia sana. Ukishuka huko chini inanambia mimi nimpende mke wangu. Kwa sababu ni kile kitu ana crave. Na mimi ile ni challenge kwa upande mwingine kwa wanaume, kwa sababu maintain ile love, kwa sababu wanaume mara nyingi kwa wanazania upendo wanademonstrate kwa vitu. Kama yuko na nyumba, yuko na gari, na watoto wanaenda shule na nini. Sasa hiyo wanasema dance language. Unaelewa sasa. Ila mwanamke naye anasema okay, niko na vitu, niko na kila kitu, lakini kuna kitu nahitaji sana. There's that love that I'm craving for. Na kwa mwanaume inakuwa ni challenge ku provide that love, because anaweza kai display kwa watu wengine. You know, na mwanamke ni easy to lose respect. Kwa sababu hajapata ile love. Unaona? Na sasa ndio ile sasa wanasema anaanzia pale kusema muweze kusubmit each other, kwa sababu kila mtu anahitaji respect, hata na mtoto. Na ndio maana ukishuka chini sana inasema na nyinyi wazazi, kwa sababu mko wazazi, haisemi ya kwamba mnapaswa tu ku mistreat watoto zenu ama kuwafanya kwa irritate. Yani ni kusema hampashi kuwafanyisha mambo yenye hawapashi kufanya, kwa sababu nyinyi ni wazazi. Unaona sasa, kwa sababu kuna zingine culture nakutana sasa ilikuwa mtoto hana say.
Hata kama atasikia anapaswa kusema kitu Hata fulani, lakini anaongelea hawezi, ndani. yeah. Hawezi kwa sababu kwa culture hauwezi, Inamfanya. hauna neno. Wewe ni mtoto, unapaswa kuwa unakaa kimya, utafanya mambo yenye mimi nakwambia, hata ikiwa mabaya. Hata ikiwa mabaya utafanya tu. Unapaswa kufanya. That's not submission yenye Bible inasema. Yeah, ndio maana anasema submission in one another. For one another. Submit each other. Yeah, muweze kusubmit each other. Mnyenyekeani. Kwa sababu kunyenyekea, na unasikia tena Bible kwa ukienda fasi sehemu nyingi ndani ya Bible inasema nyenyekea ili Mungu akuinue. Ili Mungu akuinue. Anasema anawapinga wenye kiburi, anawainua wenyenyekevu. Kwa hiyo ni mnyenyekevu mahali popote tu Mungu atakuinua. Yeah. Na again, kunyenyekea for your own good. Yes. Kama mimi kunyenyekea kwa mke wangu wala kumheshimu, it's not for her good. It's for my good. It's for your good. Yeah. Kwa sababu matunda ni mimi nitayapokea. Kwa sababu kitu cha kwanza napaswa kwanza kuangalia Mungu anahitaji mimi nifanye nini. My responsibilities. Responsibilities mbele za Mungu zangu ya kwanza ni kumheshimu yeye. Na kama tamheshimu yeye, napaswa kuheshimu hata na viumbe vyake. Regardless. Yes. Ikiwa mama, ikiwa mwanaume, ikiwa nani, napaswa kuheshimu, napaswa kunyenyekea. Nikinyenyekea kwake, napaswa kunyenyekea na kwa wengine. Kwa sababu na mimi nataka nipande. Na nataka ile heshima. Nataka kama, na ndio pale Baba anasema unavuna ulichokipanda. Kama unataka submission, panda submission. Kweli kabisa. Panda submission. Ukitaka upendo, penda upendo. Yes. Ukitaka furaha, panda furaha. Yes. Hawezi uka-expect kuchuma tunda mahali haukuweza kupanda. Lakini mtumishi, watu wengi hivyo hawajui. Yaani katika relation tunakosa sana. Yaani na kitu ambacho ulichozungumza hapa kweli ni kuwa tunatakiwa the way tunavyo submit kwa Mungu, the way tunavyokuwa na relation nzuri na Mungu, ndio hivyo matunda yataonekana kwa wale watu wanaotuzunguka. Na kitu ambacho nabadilika, you don't have even to fake it. You don't have to fake it. Na kitu ambacho nasema hapo, kuna ile shida ambayo ninaiona pia kuwa transform, kama umegusia jambo hapo, kuwa sometime hata tunawamistreet watoto au tunamistreet wake zetu au waume zetu kwa ajili ya ile culture yetu yani ile system tulioizoea, ile hali halisi yani ulioizoea wewe. Lakini in actual fact sio system ya Mungu. Sio system ya Mungu. Na unakuta watu kuondoka katika zile mentality hizo inakuwa ni kazi, na unakuta hata kanisani, hata watumishi wa Mungu hata wanaendelea kuoperate kwenye culture zao, wala sio culture ya Mungu. Unazungumzaje kuhusu hilo? Na ndio maana unaona ukiangalia kwa Bible, ndio maana Mungu aliintroduce sheria. Kwa sababu alitujua in us pako ile spirit ya kuwa rebel, ya rebellion. Ni wanaita yani iko ndani automatic, yani kuasi, kuwa muasi. Ile ni kitu ni Adamic nature. Toka wakati Adam alifanya dhambi. Unaelewa sasa? Ni ile nature iko ndani mwetu. Tazama tena mtoto hakuna mwana anamfundisha angali anatoka tumboni. Hakuna mwana anamfundisha kupigana, hakuna mwana anamfundisha kukataa, hakuna yani ipo ndani. Yes, iko ndani. Nature, Adamic nature. So ile na ndio maana Mungu alileta kitabu cha sheria, kwa sababu ni kutaka kusubmit, anataka tuweze kusubmit ili paweze kuwa order. Kwa hakuna submission, hakuna order. Na mahali hakuna order, hakuna structure. Na kama hakuna structure, hakuna life. Hapo umesema hivyo. Ndoa nyingi, relation nyingi hazina structure. Hakuna. Yani na ndio maana unaona, unashangaa sasa hivi wanasema haijalishi ni ndoa za Wakristo au sio za Wakristo. More than 50% zinaishia kwenye divorce. Lakini ni kitu unachokiongea kuwa hakuna structure yoyote. Kwa sababu hakuna submission. Na tunafikiri tuko kwenye culture ya Mungu, tunafikiri tunafanya yale ya Mungu anayotaka, kumbe tunafanya ya kwetu. Kumbe tunafanya vile yani tunafanya vitu ambavyo
tulivyo raise, lakini Yes. mwingine amereziwa kwenye Yes. culture fulani, Yes. mwingine amefundishwa system fulani, Yes. mwingine ameona wazazi wanavyoishi. Yes. Lakini anaingia kwenye relationship, Yes. anafikiri hiyo ndio style. Yes. Anafikiri hiyo ndio Yeah, na ndio maana maisha. kuna wengine hata kama alizaliwa baba akipiga mama. Siwezi kusema wote. Kuna wenyewe wanaenda anajua ndio njia ya kupiga ya kumfundisha mwanamke ni kumpiga. Wala hata tuache hata kupiga mwanamke, kupiga mtoto. Yeah. Tutaona kuna wengine hata waliua watoto kwa kuwapiga. Na kwa sababu na yeye alikuwa anafundishwa labda anachapwa. Hivyo yeye akichapwa. Unaona? Kwa sababu ni kitu kilishakuwa accepted in the culture, but it's not the right thing. Hata kama kinakubaliwa, lakini sio right. Yeah, ni kama vile hata ukiangalia kwa zamani kwa America, slavery ilikuwa ni kitu kinakubaliwa hata kwa law, lakini it was not the right thing. Yeah, it was not the right thing. It was accepted, but it was not the right thing. Yeah. So sio kila kitu cha kilikuwa accepted where you come from is the right thing. Ni kweli kabisa. Yeah, so ndio maana ni vizuri tukue willing to adjust in a relationship. Na jinsi unavyosema kuadjust na relationship, ni lazima tumwambie mtazamaji wetu kuwa kuadjust kwenye relationship ni kujitahidi sana kuwa transformed, ni kujitahidi sana kuhama katika vile vitu ambavyo wewe unavifikiria ni vya kawaida, ni vya siku zote unaona ni vitu vya kawaida kwako. Lakini kumbe Mungu anatutaka tuhame. Tuhame kwenye system zetu, tuhame kwenye culture zetu. Tuhame tuingie kwenye ile culture ya Mungu. Ile culture ya Mungu inayosema submission kwa kila katikati yetu. Anasema for one another. Yani mimi nasema kitu tukifikia katika hiyo stage itakuwa ni rahisi sana kumsaidia mwenzako. Kwa sababu ninakaa naona kwa sababu the way hata mimi wakati naingia kwenye ndoa kuna vitu nilikuwa naona mume wangu anavifanya madhaifu na yeye alikuwa naona ya kwangu, lakini mimi nilikuwa naona ya kwake. Ninakazana kuyanyoshia kidole, ninakazana kuangalia udhaifu wa mwenzangu, na kazana kwa nini asifanye hivi. Kumbe ni selfishness, kuwa mimi nataka yeye afanye kile ninachokitaka na yeye hivyo anataka mimi nifanye kile. Kumbe mimi ningemsaidia katika ule udhaifu, tungekuwa tumeshafika mbali. Unaona, kitu chenye tunapaswa kujua, kitu cha kwanza, na ndio mistake huwa tunafanya hasa kwa sisi wa Kristo. Mimi nasema kwa Wakristo kwa sababu sisi ni Wakristo. Wale wenye wako nje mimi si stress sana much kama tena Paulo anasema. Wenye wako kwa nyumba ndio ninaambia. Kwa sababu wao wana strategies zao. Na kingine wenyewe they are expected to do what they are doing. Ila sisi tuko expected to do even more differently. Kwa sababu tuko na Mungu, tuko na Roho Mtakatifu, tuko na neno la Mungu as a guidance, as a manual, tuko na advantage nyingi sana, na tuko na maombi. Unaelewa sasa? So ila chenye nataka kusema, mistakes zetu tunafanya mara nyingi wakati tunakuja kwa relationship. Ama hata bila relationship, huwa tunajaribu sana kutaka kuchange watu. Na sio kazi yetu kuchange watu. Exactly. Unaelewa? Mungu ndio anaweza change mtu. Lakini tunaweza improve each other. Exactly. Kusaidiana. Na ndio maana mama ni msaidizi, na sio tu yeye ni msaidizi, hata na mume ni msaidizi, japokuwa bado na stress kwa mwanamke sana. You know? Yes. So ni kusaidiana, ila kitu cha kwanza ndio tunasema sasa kwa upendo. Kwa upendo zaidi. Na huo ukumbuke huo upendo mtumishi, ukumbuke huo upendo kama Mungu hajaumimina ndani yako. Hiyo inakuwa ni kazi fulani. Na ndio maana hata na Bible inasema, unaona uzuri wa neno la Mungu, neno la Mungu haliwezi kwenda wrong. Unajua hata na kuna mahali, kuna sehemu yenye neno la Mungu inasema kwamba kama umemwona mwenzako amekosea, ujitahidi hata kama utaenda kumsaidia, uende kumsaidia ukiwa hange, ili na usikuje kaanguke katika hilo kosa. Maana yake ni kusema nini? Unaona, ukimwona mwenzako kama mume wako amefanya ama yuko anafanya mambo yenye hauelewi, wala unaona weakness yake, sio ndio wakati wa wewe kutaka kuchukua power sasa.
ya kwa sababu vile mimi niko perfect, you are wrong. You are wrong, you know. No. Ni wakati wa wewe hata ikibidi kuikaa kama kuna mambo wa leo unasema unatafuta muda na nikujua when to do that too pia, kwa sababu unaweza kuja vibaya hata kama angekusikia kwanza inakuwa worse zaidi. Kwanza unakutana tena wewe sasa umekuwa sasa na language unayotumia ile language very important, very important. So unakutana na wewe sasa kwanza wewe ndio umefanya makosa zaidi kuliko hata na yule. Na kumsaidia utashindwa kabisa kumsaidia, sababu ndio utampoteza kabisa. Unampoteza zaidi. Yes. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Yeah, inabidi na wewe mwenyewe uko strong. Inabidi na wewe uangalie gisi ya ku transmit that message. Yeah. Na kitu hapo nilikuwa nimejifunza kitu unachosema unanikumbusha kuwa katika relationship yule ambaye ana yuko karibu na Mungu zaidi. Yule ambaye ana ufahamu mkubwa zaidi. Ndio anaweza kufanya kile kitu hicho. Kama mwenzako anakosa, amefanya makosa, kitu kitakachoweza kukusaidia kumrejesha. Kumrejesha kwa upendo, kumrejesha kwenye track ya Mungu. Ni lazima na wewe uwe na ufahamu mkubwa zaidi na Mungu. Connection, yani hekima ya Mungu. Ndio neno la Mungu la Proverb ni 24. Ile anasema nyumba hujengwa kwa hekima, kwa wisdom. Na wisdom ya nani? Ni wisdom ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa sababu anasema nyumba kwa knowledge. Kwa sababu knowledge ukiwa unaweza kuwa na hiyo knowledge lakini kama huna understanding ya kutosha na hekima ya Mungu kwa sababu knowledge na understanding na wisdom sasa pale ndio ile inapo application ya kile unachokijua lile neno. Unajua neno linaweza likawa ndani yako. Lakini kama wisdom ya Mungu haipo hata kuliapply kumsaidia huyo mwenzako kumrudisha inakuwa cause more damage. Ni kweli amekosea, ni kweli nina makosa, ni kweli sijaenda sawa sawa, sijasimama kwenye position yangu. Lakini ni jinsi gani sasa wisdom ya Mungu ndani yangu inisaidie kumrejesha huyu. Sasa na ile wisdom ndio sasa tunarudilia pale kwa submission. Itakufanya wewe kusubmit. Yaani kunyenyekea ili uweze kumuwin. Unasikia ndio pale anasema submit to one another sasa. Unaelewa? Ni kusema wakati mwenzako yuko wrong, kubali ku submit ili uweze kumuwin. Ukikuta na unyenyekevu itafika na hii lazima atanyenyekea. Sasa na kule kunyenyekea mtafika sasa mnakutana level. Hata kama itachukua 2-3 weeks au 1 year au wherever, lakini alafu mimi ninacho ndio maana mimi bado niko convinced mtumishi, mimi niko convinced kuwa nyumba au relationship yoyote ambao Mungu ameianzisha yani kuvunjika ni kazi kubwa kama mmoja atakuwa na ufahamu mkubwa zaidi. Yani kama mmoja atakuwa submissive kwa Mungu, atakuwa kama haya mambo tunayoongea kuwa ile wisdom ya Mungu ndio itakusaidia umuokoe yule mtu mwingine. Na kwa sababu kitu ninachokiangalia mimi mume wangu namuona labda huyu ni mbaya, huyu ni labda ni yani kwanza yuko mbali na Mungu, labda lakini ukumbuke Mungu anampenda. Yani ndio hicho kitu. Hicho kitu ndio lazima tukijue kuwa wale wenye dhambi Mungu alikuja akafa kwa ajili yao. Can you imagine Mungu alimtoa Yesu Kristo akafa kwa ajili ya yule wewe unayemuona mbaya. Mke muona kama shetani. Sasa Mungu kumbe anataka mimi ni anitumie mimi kwa sababu Mungu hawezi kushuka, anatutumia sisi wanadamu. Sasa na ndio hapo tulikuwa tunasema last time kwa willing. Ndio pale nasema if you are willing and obedient. So unaona kuna mambo mengine tunataka kurush. Are you willing to kumpatia Mungu time ya kuchange huyu mtu? Anataka leo. Nataka hiki kitu kiondoke leo. Na sometime unaweza kukutana hata your weakness ya huyo mtu iko hapo as a mirror to you.
kujiangalia sasa na wewe. Kujiangalia na wewe. Na Mungu anataka kukushape wewe. Si ndio? Yeah, ila kuonesha hiyo patience. I'm not patient hapa. Hapo ndio umenikumbusha mpendwa. Hapo una ile tunda la uvumilivu. Tunda la upendo. Tunda hivi uvumilivu unakujaje? Lile tunda linajijengaje huku ndani yangu la uvumilivu, kama mume wangu hajafika mahali mpaka akanifanyia vitu mpaka nikaanza kumvumilia, ile tunda litakujaje? So na kingine watu wanapaswa kujua kwamba kama mimi na mke wangu tumeamua sasa kuanza maisha pamoja. Hataweza kunijua mimi wote hadi kufa. Hataweza kukufahamu. Kunifahamu. That's the yes. Yes. Na vile sitaweza kumfahamu. Kwa sababu ana grow. Unaelewa sasa? Yes. Na mimi pia nina grow. Oh my God. Unaelewa sasa? Yes, yani kumbe mpaka hata na wewe leo. Tuache basi hata na mchungaji. Watoto wako unawafahamu vizuri. Tena kuna vitu unaongea navyo unashangaa. Unaelewa sasa? Kuna gisi alikuwa kwa miaka 5. Wewe unafikiri bado yuko kule. Ndio shida hapo leo tunafanya hapo. Unaelewa? Na ndio maana huwa tunakumbwa na surprises. Alafu sasa tunashtuka. Ni kuingia ndani ya relationship uko na open minded. Kwa sababu ni maisha yenye tunaishi. Haya maisha yana change kila siku. Tutapitia mambo tofauti. Na ile love yenye tulisema ya kwanza kama tunapendana, lazima itakuwa tested. Yes. Through the years. Yeah. Unaelewa? Na tunakuwa tested na ndio tunakuwa shaped, molded by those situations, environment. Vyombo vizuri vya kutumika. Gisi tunaendelea. Gisi tunaendelea, gisi tuna grow. Sasa ni kujua kwamba huyu mradi wenye tumeanza hata ni uite mradi project utakuwa tested. Exactly. Utakuwa tested na finances sometimes, ili sasa na sisi tujijue tuna behave aje wakati tulikuwa na pesa nyingi, ama tuna behave aje wakati pesa hatuna, tuna manage aje $20. For instance, kama wakati tulioana, after that tulikuwa tested. Ilibidi tujue gisi ya kumanage $20. Yes. Unasikia? Kwa sababu zile ni situations zenye Mungu anatupitisha ili tuweze sasa learn from each other. Because number one, I don't know myself, you don't know yourself. Kuna kitu kadogo kama kachenga kenye unanijua about me na mimi nakajua about you, na kangine hata mimi nikizania kama najijua huenda kumbe nilikuwa sijijui mpaka nikuwe tested. Kumbe unakuwa tested, Mungu anakupa milioni 10 sasa hivi, dola milioni 10. Ulikuwa hujijui kwa ulikuwa milioni 10 itakavyokuwa. Kuna mwingine alikuwa na wakati amenyenyekea kwa sababu ya situation. Akipata vitu sasa unamjua huyu kumbe sio yeye. Unaelewa sasa? Na hiyo sasa kukuwa tested, tukumbuke ndio pale Bible unasema huu ni moto. Na sisi tuko kama dhahabu. Yes. Unaelewa sasa? Ikipitishwa kwenye moto itatoka dhahabu safi. Safi, ule uchafu utoke. Vumbi, udongo, kila kitu. Sasa tutoke sasa tukiwa tuna shine. Yes. So kuna zile ni stages. Kuna stages fulani tunapita kabisa, unasikia ukimbie. Unasikia moto umekuwa mwingi, unataka kukimbia, unataka kukipa. Na ndio maana kwa pande mwingine Baba anatuambia tujitoe kama zabihu iliyo hai. Sasa zabihu ni kusema unapaswa kufa. Yes. Sasa shida sasa tuko tunatiliwa kwa moto kwa madhabahu pale. Bado tunataka tubaki wazima, na ndio maana tunaruka, tunaongea, tunaleta fujo. Alafu na kitu kingine umenikumbusha kwa kujitoa kuwa dhabihu, ni kama ni sacrifice. Na Paulo akasema, Paulo alisema kwenye I think ni kitabu gani, akasema ninachojisifu ni kwa vile nakufa kila siku. What does it mean?
kuwa mwili huu usipokufa, zile sensi zangu zote zipokuwa, unajua mume wako akija akaja akakuwa tukana au akakufanya kitu kibaya ambacho kama akija akinipiga kofi nisiwezi kureact, nikaondoka nikaenda tu nikapiga magoti huko nikaondoka, nisiseme kitu chochote, nisigombane naye. Unajua hapo nimekufa, mwili umekufa. Yani hapo, yani nikianza kureact kama nimeona kitu kimeniumiza, nikaanza kugombana, nikaanza kureact naye, nikaanza kusema huwezi kufanya kitu kama hiki. Ni kweli amefanya kitu kibaya, lakini nikamwambia hiki ulichokufanya no, siwezi nikakubaliana na wewe. Ni kuwa mwili wako haujafa. Lakini kama mwili umekufa, na yeye atashangaa, hivi huyu ni yeye au sio yeye? Ndio hapo sasa, wakati sasa hauwezi kufa kama umsogelee Mungu. Huwezi. Kwa sababu wakati the more unakuwa karibu ya Mungu, na ndio unaenda unakufa kila siku. Alafu sasa una live for Christ. Una live for Christ. Paulo anasema kuishi si mimi ila Kristo ndani yangu. Na maisha nakayoishi naishi kupitia mwana wa Mungu aliye ndani mwangu. So unaona sasa, wakati unamsongelea Mungu, desires zako, your wishes, ama perspective, the way unaona vitu, unaanza sasa kuviona kupitia macho ya Mungu. Sasa kama jinsi Mungu anakavyoona sasa. Ndio pale unaweza kaingia hata kwa maombi, ulikuwa unachukia mtu, unajikutana uko unaomba mpaka unajikutana umeingia kwa nyingine dimension. Unaanza kwanza hata kumuombea, unamsikia hata huruma. Kwanza unaona hata kwanza kuna vitu vyenye vinamfunga, na vyenyewe sasa unaanza kuvichomoa. Sasa na hata ukitoka unamuona kwa nyingine unaingia. Sasa ni kwa sababu unamuona kama jinsi Mungu anakavyomuona sasa, sio wewe kama mwanadamu. Yaani hicho kitu labda nikwambie mtazamaji wangu, kitu tunachoongea hapa kuwa katika relationship, yani kama hujafikia mahali ukataka kufa, kama Paulo alivyosema katika mambo yote aliamua kabisa, akawa anajisifu. Anasema ninachojisifu kuwa ninakufa kila siku. Kwa nini? Alikuwa anasema ninakufa kila siku sababu alijua hiyo ndio kitu kikubwa ambacho hata ile tulikuwa tunaongea kwa transformation. Yaani hicho ndio kitu kikubwa, kuwa katika eneo fulani nimefika nimekufa. Katika eneo fulani hili nimefika nimekufa. Yaani kila tunapo grow unakuta tena si mwili unaoishi, sio mimi tena naoishi, la Kristo ndani yangu. Na ndio maana hata kwa watoto wetu, mtoto anaweza kaja akafanya kitu ambacho ni kibaya, ni kitu yani ungemshika, ungemchapa, ungelalamika, lakini kwa sababu umekufa na unajua yule mtoto ni kwa ajili, wewe ni wakili tu anaye baba yake, utaenda kwa yule baba, wala hutaanza kumfukuza mtoto, utaanza kufanya nini. Lakini hapo ni pale ulipofika umekufa katika maeneo fulani. So ndio hapo sasa, na ndio pale tunasema wakati unaingia katika relationship, ingia ukiwa willing. Ukiwa willing ku learn, willing to change, willing to transform, because kwa sababu mnakutana watu tofauti. Unatoka kwa jamii fulani na unatoka kwa nyingine jamii. Tuko kuna jinsi tulilelewa, tulilelewa ikiwa mimi na wewe. Sasa lakini wakati hivi sasa tunakuja, ni kama vile tunakuja in the common ground. Kwa hiyo lazima kila mtu aache yake. Hata kama hautaviacha vyote, lakini ukuje na mindset ya kukua transform. Because sisi wote tuko na curiosity ya kujua what the future hold for us. Ndio pale unakutana hata watu wakati wako wana date, wanaongea about the future plans. Unaelewa? Mmoja anaongelea bwana, najiona tukikuwa na watoto, najiona tukikuwa na hii nyumba, mwingine anasema ni career, mwingine anaongea ni zile excitement, you know, kwa sababu mko na projects zenye mnataka kufanya pamoja. Na ndio makusudi ya Mungu. Kwa sababu kuna mpango wenye aliutia juu yenu wawili kuweza kuaccomplish wakati mko katika ule wito wa ndoa. Wito wa ndoa amewaita kwa ajili ya kitu fulani. Ni team.
Kama kisi mnakuja ulianza ni umoja na huyu ni umoja kivyake na huyu kivyake, mnakuja wawili, siku kidogo mmekuwa na watoto, imekuwa sasa tena sio wawili, mmekuwa sasa kama watu 4 wala hata 10. So you still working, it's a working process. Yes. Kwa sababu hii ni company, hii ni institution, hii ni nchi, hii ni ulimwengu wote unatokea kwa mtu mmoja. Unaona sasa. So na hii kitu shetani hawezi kuipenda. Unaona? Na ni process, ina require money, ni mradi kama sisi ina require strategies, you know, ina require objectives na lengo. Na ndio maana sasa pale panakuja sasa kama ule mume, kama tulikuwa tunaongelea ni kama CEO, ni kama leader mwenye anasimamia sasa. Anasimamia sasa is a leader. Kama unaweza kuwa submissive kwa nani, kwa bosi wako. Kwani usiku submissive kwa bosi wa nyumba? Kwa bosi wa nyumba, Ni simple, right? Yeah. Kama okay, kwa unasema okay na kwa submissive kwa bosi wa company kwa sababu ndio kwenye natoa check. Lakini huku ni zaidi hata ya check. Kwa sababu huyu ni vitu vyote. Ni vitu vyote. Ni msingi wa kila kitu. Na wewe kama huku unaweza ukakuwa submissive kwa another lady mwenye wenda ni manager wako. Wewe kama mwanaume, kwa nini usikui submissive kwa mke wako? Kwa mke wako. Unaona, ama umpende. Kama unaheshimu wengine wote uko nje. Na ndio niliona mistake sometimes most of us we do as men. You know, hasa na kwenye tunatoka. Unakutana tunaweza tukakuwa kind kwa watu wengine. Ama tunaheshimu watu wengine. Unawapa muda watu wengine. Ama tunawatreat vizuri. Ama tunawasema vizuri. Lakini ikifika kwa mke wako haumsemi vizuri. Wewe ni kutafutisha tu makosa. Hapa na pale. Hakuwa malaika. Ni kweli. Kama zamani wakati nilikuwa Kenya kuna bishop anasema kama unataka malaika siende huko mbinguni ulete. Na kweli hatujaoa malaika. Na hapo unapotafutiza vya mwenzako, lakini unasahau kuwa navyo na vya kwako kuwa hivyo. Ndio wanasema kipoint hizi zinarudi. Yes, unakuta na ndio wanasema yani ile self centeredness hiyo ndio inayotawala. Inayotawala sana kwa wanadamu kuwa mimi niko vizuri lakini mwenzangu na hasa sasa ikifika hata kwa mwanaume kama tunatoka kwa hizo cultures na tunasema na naweza kusema ni wanaume kwa general ni ajili wamoja wanavijua in advance of the others. Kama kuna nchi zingine wanakutana ziko advance kwa sehemu fulani mbele ya wengine wanaanza kukacha, lakini sio kusema na wenyewe hawakupitia hizo vitu. Kama tukisema Marekani walizipitia na ndio maana hapa alikuja hizi right za wamama walishindiliwa na wenyewe. Walishindiliwa. Wakiwa wanaanza kupigania hizo right. Japokuwa na wenyewe wakati walizipigania walikuja wakapitiliza. Wakaanza kuwa wanamtia mwanaume chini. Nao sisi tuko na neno you will not talk anymore. Yes, na kweli sasa hivi wanaume hapa wamekuwa kama oppressed fulani. So ni vice versa. Unakutana na huko nyumbani bwana ni kusema sasa mimi ni bwana katika hii nyumba. Ninachosema ni hicho. Na mtoto hawezi taka voice baba akija watoto watawanyika. Unasahau kwamba ni teamwork. Yes, pako leader na ndio maana hata kwa companies panakuwa meetings za ule CEO kutana na watu wenye wako chini yake ni kwa sababu hawezi kupata maono na apate views zao na kazi iende lazima upate maono ku improve company iendelee isibaki stagnant isibaki kwa models za zamani kama kuna ku update vitu fulani to update. Ni kama hizi kamera za kitambo zilikuwa ni kubwa sana. Lakini kwa wenye masio wenye walikuwa wanatengeneza kama ma Olympus ama ma Canon na manini walienda wanakaa wanasema sasa tunaona tunaweza tukaimprove hivi tupande. Na ndio maana leo tuko na vitu vidogo sana havichukulii watu wengi kusema ili tuweze kuwa na studio ama nini. Ni zile sasa walikaa kabisa. Ule CEO alikaa pamoja na watumishi ila hakuangalia kama watu wenye wako chini yake, aliangalia kama watu watamfanya aendelee. Sasa na wewe bwana uko bwana kwa sababu pako mama. Uko baba kwa sababu kuna watoto. Hao watu kama hawako you are nobody. Yes. Na ndio maana hata na Mungu alisema huyu bwana akibakia hivi is nobody. Atabakia tu pamoja na hao wamenyama na
they don't speak his language. Yeah. You're right. Unaona? So ndio maana sasa ile submission is the key, na kuwa willing to submit. Yeah, cha kwanza ni will. Ile will. Sio kwa force. Yeah, ndio maana hata na hiyo Bible inasema submit one another because ni kitu kigumu. Hata kama tunakiongelea hivi, ku submit is not easy. It's not easy. Yes, you know. Yeah, kwa sababu ndani mwetu it's not in our nature. Yeah, it's not in our nature. Na ndio maana unaona Mungu kila wakati anatuleta. Tunapotea na turudisha. Tunapotea na turudisha. Na ndio maana tunaitwa kondoo. Kondoo azisubmit. Zinaenda katu hivyo ndio maana Mungu anakuwa mchungaji kwetu kuturudisha. Wow. Yes, so it's not an easy thing, but with God na kuwa willing. Ukikuwa willing, Mungu anaenda anatusaidia na kujua kwamba okay, ni kila siku we work towards that day, kwa sababu tuko na vitu vingi vinatukumba, na kwa watoto ni vile vile. Yes. Mtazamaji wetu, tunakushukuru kwa kuwa umeweza kushiriki pamoja nasi, na kama mchungaji hapa atazungumza mambo ya mwisho ya siku ya leo, lakini mimi ninachotaka kukutia moyo kama mazungumzo tuliongea siku ya leo, umeona kuwa kweli tunatakiwa tuwe transformed. Kweli tunatakiwa tuhame kwenye vile vitu tunavyovifikiria, tunavyoviwaza, na kuenda kwenye culture zaidi ya Mungu kuliko yale ambayo mazoea yetu ya kila siku. Alafu pia ule ubinafsi kwenye mambo kama tulivyoongea hapa, ubinafsi wa kile kitu mimi ninachokipenda ndio hicho, na zaidi kumuona mwenzako kuwa ana makosa. Ndio ana makosa, lakini kumbuka mwenzako ambao mwenye makosa, mwenzako ambao unaona haendi katika utaratibu wa Mungu, na zaidi sana kama pastor hapa alivyosema kuwa hata wenyewe hatujijui. Mungu anatujua, lakini sisi kuna vitu vingine hatuvijui. Kuna vitu vingine umjui hata huyo mume wako au mke wako vizuri, au huyo mtoto wako. Lakini kwa jinsi kwa sababu sisi ni wakubadilika siku zote, tunaendelea kukua. Kwa hiyo mambo mengi ni lazima tutumie hekima ya Mungu. Ndio maana neno la Mungu lasema nyumba hujengwa kwa hekima, na ni hekima ya Mungu. Neno la Mungu tunaweza tukalijua, lakini application ya lile neno lazima hekima ya Mungu iwe juu yetu. Na zaidi sana anasema asiye na hekima basi aombe hekima. Ndio neno la Mungu linaposema. Kwa sababu Mungu alijua, tunaweza tukajua Biblia yote. Tukajua, na ndio maana hata ndoa za Wakristo sasa hivi zinavunjika kwa sababu Biblia tunayajua, maneno tunayajua. Lakini application ya haya maneno inahitaji hekima ya Mungu. Na Mungu akubariki sana sana. Karibu Pastor Leon na mimi ndio maana huwa ninasema ya kwamba it's not about knowledge. Na ndio maana unakutana hata wakati mahakamani hauwezi kwenda mahakamani unasema sikuwa najua. Ndio maana nimeharibu hii sheria. Alright? Hiyo sio, wanakuambia hiyo sio excuse. Sio excuse. Sikuwa najua. Ndio maana nilifanya hivi na hivi na hivi. Anasema okay, basi hata kama ulikuwa haujui hapa apply. Lazima tuta apply sheria. So, nataka kusema nini? Sio kusema watu hawajui what to do. Ni ajili kama sisi wanadamu, kama sisi tulisema, hakuna ile willingness ya kutaka, utashi wa kutaka kufanya hayo mambo. Exactly. So unaweza kuwa na hizo knowledge nyingi sana. Na ndio maana unaona wengi, kwa nini leo unakutana hizo divorces tunasema. Zina happen kwa watu walienda shule. Na watu wa vijijini. Na wamesoma vitabu vyote. Hata na wenye waliandika hivyo vitabu. Ndio wenye wamefanya wako na divorce. Na ameandika vitabu on marriages, on how gisi utakuwa na successful marriages. Alafu nakutana huko vijijini, mama na mzee wameishi mpaka watoto wamekuwa, wapata kitabu na hawana hata kitabu, na mpaka wanakufa wakiwa pamoja. Wale wenye tunawaita wajinga. Ama tunawaita ni watu wa vijijini hawajasoma. Kwa nini wenyewe wanaendelea huku kuliko? Kwa sababu ni ile unyenyekevu, anakubali mimi. Unyenyekevu ni kusema mimi sijui. Hata kama unajua. Hata kama unajua. Unasema mimi sijui. Hii
nakubali kuonekana kama sijui maana yake. Sio kusema eti haujui, unajua na unakubali kuonekana kama mjinga. Kama to take for instance kusema uweze kumuini mume wako, lazima uonekane kama uko mjinga. Ukikuja unaonyesha mimi najua what to do, unapaswa kufanya hivi, na already umesha create, umeshatia ule ukuta barrier. Hata kama ingekuwa kuchange hata change, unaona. Na ndio Yesu, si Bible anatuambia Yesu aliacha utukufu wake huko, akanyenyekea, akakuja hapa, akatufia msalabani. Na ndio maana Mungu alimuinua, akampa jina zaidi ya majina yote. Amen. Yes. So kuna mambo yenyewe tunapaswa kuacha kwanza, vile vile tunazania tunajua, unavitia kwanza chini. Uonekane mpumbavu, lakini later on ita pay off na Mungu atakuwa wazi. Yes. Na watu watakuita mjinga, kwa nini umempenda Bwana? Kwani bado mgaliki na mchungaji mpaka leo? Wewe hawani kama wengine wanaendelea makaria sijui nini, huyu atakufaa nini? But it's just a matter of time. Haujui kwa mbele pana ndio tunarudia kwa ile kusema bado mna grow. Kama una grow, haujui miaka 5 utakuwa unafananaje. Mimi sikuwa najua kama siku moja nitaanza kuona nywele zinaenda. Unaelewa sasa? Wala wakati fulani sikuzaliwa na gari, lakini leo nina gari. Unaelewa? Hiyo ni mfano kidogo. Sasa bado mazuri yako uko mbele, yanakuja mbele. Sasa lakini kama kisi ulisema, wakati situation iko ngumu hivyo, omba Mungu hekima. Hekima ni nini? Ni kujua when to say what you are supposed to say, when to stay quiet, when you're supposed to stay quiet. Unaelewa? Na when to approach this person. Na sometimes si lazima approach, just unampatia time to Mungu anaanza kufanya kazi mwenyewe. Kwa sababu most of the time tunataka kufanya kazi ya Mungu. Na wakati Mungu anasema stay away, kwa sababu kazi ya Mungu ndio ya kubadilisha. Ya kubadilisha. Kama hata na mtoto. Unaona kuna wakati mtoto kabisa anapitia season. Anapitia season, kama ni kwenda jail, kama ni kwenda wapi. Alafu tunaanza kumjudge vibaya sana, kwa sababu na sisi tunataka tumchange kwa ule wakati. Kumbe haujui Mungu yuko na mkono juu yake. Kama for instance niliona watoto wengi hasa wa wachungaji wanapitia challenges nyingi. Alafu wamoja wanaanza kublame wazazi. Na wewe kama ni mzazi mchungaji, unataka ujifanye unataka umchange ule mtoto juu uweze kuapia vizuri kwa wale watu. Yes. Ama unaanza kufeel guilty. Na unaanza kufeel guilty na unaumia. No. Mtoto yuko na agenda fulani kivyake yenye Mungu alimtilia hapa ulimwenguni. Na jani yake, sio jani yako. You did yours. There is none of your business. Yes. While what you are required in a way to pray and show love to this kid. Yes. Regardless what anachokifanya. Kwa sababu Mungu hatupendi kwa sababu yenye tunafanya, kwa mambo yenye tunayafanya. No. Anatupenda kwa sababu ni Mungu wetu, kwa sababu anatupenda. That is his nature. Mungu ni upendo, anatupenda. So he requires na wewe kumpenda ule mtoto, kumpenda mume wako, kwa sababu kuta ndani ya upendo ndio pako ule uvumilivu. Exactly. Ndani ya ule upendo pako kuombea mtu. Ndani ya ule upendo, sasa ule upendo ndio una change. Sasa Mungu yuko anafanya kazi. And down the road unasikia mtoto hata amerudi, hata ikikuwa miaka 10, hata ikikuwa miaka 20, anasema mamangu alikuwa akiniombea. Haya maombi alinifuatilia, akanikutana hata kwa jail, hata kwa prison. Ni mamangu alikuwa anaomba. Na alinionyesha upendo. Na sometimes hata mtoto anabadilika wakati hata wewe ulishaenda. Yes. Unasikia? Kama hata watoto wa Abraham. Kuna zile promises zenye Abraham alipewa na Mungu hakuziona. Leo watoto walizirip. Unaelewa sasa? So ni sisi ile hekima, njoo hekima itakupatia uvumilivu, itakwambia hapa kakime. Hapa usio wakati. Ama there's a time inabidi mutoke nje. Ama there's a time unexpected to muoneshe tu act of love ya care. Bwana anakuja anapiga magoti. Anaomba msamaha.
Nasema mke wangu sikuwa najua. Hii miaka yote nilikuumiza. Nilifanya nini? Mungu yuko na njia nyingi ya kukutana naye. Si lazima apitie wewe. Unapaswa kukumbuka na hiyo pia. Na ndio kwa wanaume vile vile. Unakutana unataka umchange mke wako ama fanani kama wengine wanawake ama nini, haiwezekani. Huyu ni unique. So ni kama Mungu alimleta mikononi mwako, inabidi umlee vizuri. Unache kile kitu kiko ndani mwake, umsaidie. Na wewe sasa ni kuomba hekima. So ndio maana tunapaswa kuwa karibu ya Mungu sana. Amen, amen. Family Today Talk Show. Tunashukuru mtazamaji wetu. Ninajua kuna mambo mengi umejifunza siku ya leo. Na kama kawaida kipindi chetu ni Family and Relationship, na tunatamani Mungu alimleta Yesu duniani akafa ili arudishe mahusiano yetu na Mungu. Na hivyo na sisi tunatamani relationship zetu zipone. Tunatamani watoto wasiende mitaani. Tunatamani kwa sababu dysfunctional family ndio zinasababisha mambo mengi yasiwe kama Mungu. Kanisa halina nguvu siku ya leo, lakini ukiangalia kabisa ni kwa sababu ya relationship zetu haziko vizuri. Kwa hiyo ninakutia changamoto kuwa hebu kazana kumsogelea Mungu katika relationship yako wewe na Mungu, na Mungu atafanya mambo makubwa katika relationship yako na familia na watoto na sehemu nyingine za kazi, na Mungu akubariki sana. Family Today